BMP TV Professional Update. Habari za wakati huu mtazamaji wetu mpendwa, karibu sana kwenye BMP TV Online, sauti yako ya ukweli kutoka moyo wa Afrika. Ni mimi Bila Pengo Olua. Tunakupongeza na kushukuru kwa kuendelea kutufuatilia kila siku kupitia mitandao yetu ya kijamii. Asante sana kwa uaminifu wenu na endeleeni kutuunga mkono. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya mara tu zinapotoka. Ratiba yetu matangazo ya habari kutoka BMP TV Online. Tunawaletea taarifa kamili za habari kila siku kwa nyakati zifuatazo: saa 12 asubuhi kwa majira ya Afrika Mashariki. Hii ni sawa na saa 11 asubuhi kwa majira ya Afrika ya Kati. Saa 4 asubuhi Afrika Mashariki ni saa 3 asubuhi Afrika ya Kati. Saa 8 mchana Afrika Mashariki ni saa 7 mchana Afrika ya Kati. Saa 12 jioni Afrika Mashariki ni saa 11 jioni Afrika ya Kati. Leo Ijumaa tarehe 24 Oktoba 2025. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye muhtasari wa habari za leo. Corneille Nangaa, kiongozi wa muungano wa AFC, amekanusha vikali taarifa za uzushi kuhusu kifo chake. Amesema ni mara 40 amekuwa akitangazwa kufariki mitandaoni na kile alichokiita regime ya Kinshasa, wabobezi wa fake news. Amewataka wafuasi wake na wananchi wa Kongo kutoamini taarifa zisizo na chanzo sahihi. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Corneille Nangaa ni jina linalojulikana sana nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliwahi kuwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka wa 2019, akisimamia uchaguzi uliomuingiza madarakani rais wa sasa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Baada ya kumaliza kipindi chake katika Seni, Nangaa alianza kujiweka upande wa upinzani, akianzisha harakati mpya zilizojulikana kama Alliance Fleuve Congo AFC, harakati zinazojitangaza kupigania ukombozi wa kisiasa, kiuchumi na kijamii wa taifa la Kongo. Kwa miezi kadhaa sasa amekuwa akihusishwa na vuguvugu la kijeshi la M23 ambalo linadhibiti baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Kongo, hususan jimbo la Kivu Kaskazini. Serikali ya Kinshasa imemtuhumu Nangaa kuwa anashirikiana na Rwanda kuunga mkono wa waasi wa M23, jambo ambalo amelikataa vikali, akisema yeye anapigania Kongo mpya yenye haki na wajibikaji katika mazingira hayo ya kisiasa yenye mvutano mkubwa. Taarifa za kifo chake zimeonekana kama sehemu ya vita vya propaganda vinavyoendelea kati ya serikali na wapinzani wake. Taarifa za uzushi zilivyosambaa siku ya Alhamisi usiku, mitandao ya kijamii ilijaa picha, ujumbe na sauti kadhaa zilizoonyesha kuwa Corneille Nangaa angefariki katika mazingira yasiyojulikana. Baadhi ya kurasa zilizo karibu na kundi la wafuasi wa serikali zilipakia taarifa hizo bila udhibitisho wowote, zikisababisha mtafaruko miongoni mwa wananchi. Watu walionekana kuandika maoni ya huzuni, wengine wakiuliza ukweli wa taarifa hizo, huku baadhi ya vyombo vidogo vya habari mtandaoni vikikurupuka kuchapisha habari hiyo bila kuwasiliana na vyanzo vya karibu na kiongozi huyo. Lakini saa chache baadaye, Corneille Nangaa mwenyewe alituma ujumbe kupitia ukurasa wake rasmi wa mtandao wa X, zamani ni Twitter, akisema, nipo hai. Wazushi wa Kinshasa wameshanitangaza kufa zaidi ya mara 40. Huu ndio utaalamu wao wa kusambaza habari za uongo. Mimi bado nipo na mapambano ya ukombozi yataendelea. Ujumbe huo ulisambazwa kwa kasi kubwa, ukifuata na kupinga kila uvumi uliokuwa umetanda. Mashabiki wake walipokea kwa furaha kauli hiyo, wengine wakimtumia jumbe za kumtia moyo na kumpongeza kwa kuendelea kuwa imara licha ya kampeni za upotoshaji zinazoendelea dhidi yake. Kauli na tafsiri ya wachambuzi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya siasa na usalama, matukio ya aina hii yanazidi kuwa ya kawaida katika mazingira yenye mgogoro wa madaraka. Mtaalamu wa mawasiliano Profesa Jean-Marie Kalonji amesema
Tunachokiona ni vita ya habari, kila upande unatumia mtandao kuunda simulizi lake. Serikali inataka kudhoofisha wapinzani, na wapinzani nao wanajibu kwa kampeni za kujitakasa. Mwisho wa siku, raia wa kawaida ndiyo wahanga na upotoshaji huo. Kwa upande wake, mchambuzi wa masuala ya usalama Faustin Mukwege anasema uzushi wa vifo vya viongozi kama Nanga unaweza kusababisha athari za kijamii, hasa katika maeneo yenye mivutano ya kijeshi. Habari za uongo zikisambazwa kwa makusudi zinaweza kuchochea hofu, machafuko au hata mapigano. Ni muhimu serikali na makundi ya kisiasa kuweka utaratibu wa mawasiliano rasmi na wanaharakati. Athari za kisaikolojia na kisiasa. Kisiasa, kisa hiki kinatazamwa kama jaribio la kupima nguvu ya muungano wa AFC na imani ya waasi wake. Kwa mujibu wa wachambuzi, baadhi ya wapinzani wa Nanga wanataka kudhoofisha taswira yake kwa kumfanya aonekane dhaifu, wakati wafuasi wake wanaona tukio hili kama ishara kwamba serikali inahofia nguvu yake inayokuwa kisaikolojia. Kitendo cha mtu kutangazwa kufa mara kwa mara kinaweza kuwa na madhara makubwa kwa familia, marafiki na wafuasi wake. Wengi walionekana kuguswa na ukimya wa muda uliotangulia kabla ya Nanga kujibu, jambo lililosababisha hofu kubwa kwa muda mfupi. Baada ya kutuma ujumbe wa maandishi, Nanga alionekana tena kupitia video fupi iliyoenezwa na wafuasi wake mtandaoni. Katika video hiyo, akiwa amevalia suti nyeusi na tisheti yenye nembo ya AFC, alisema kwa utulivu, "Wamejaribu mara nyingi kuinua kwa maneno, lakini ukweli haukimbii. Mimi ni hai na mapambano ya kuwakomboa wananchi wa Kongo yataendelea bila woga." Video hiyo imetazamwa zaidi ya mara 200 ndani ya saa 4. Ilichochea mjadala mpya kuhusu nafasi ya Nanga katika siasa za Kongo na mustakabali wa upinzani wa silaha unaungwa mkono na AFC. Wito kwa wananchi na vyombo vya habari. Mashirika ya uangalizi wa habari umeonya kwamba idadi ya fake news nchini Kongo imeongezeka maradufu tangu kuanza kwa vita vya mashariki. Wamewataka wananchi kudhibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza, kutegemea vyanzo vya habari vinavyoaminika, kuepuka kuchapisha picha au taarifa za kifo bila ushahidi wa kisayansi au wa serikali. Aidha, BMP TV Online inaungana na wadau wote wa vyombo vya habari kulaani vikali matumizi ya mitandao kwa ajili ya propaganda, upotoshaji na kueneza chuki. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, tunahitimisha taarifa yetu ya habari kutoka nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa, Colonel Nanga yuko hai, salama na endelea na shughuli zake kama kawaida. Taarifa zote zilizodai kifo chake zimebainika kuwa ni za uongo na zimetengenezwa kwa njia ya kisiasa. Hii ni kumbusho muhimu kwamba katika dunia leo ya kidijitali, uzushi unaweza kuwa sifa ya mtu haraka kuliko risasi. Kwa hiyo, ni wajibu wa kila raia kuwa mchambuzi wa kweli, si msambazaji wa uongo. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Kwa niaba ya timu zima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua. Tuzingatie muda wa taarifa zetu kutoka hapa BMP TV Online. BMP TV Professional Update.